Masalheri popote ulipo. Taarifa za NTV Mashinani zinaanza sasa. Mashariki, magharibi, kusini na kaskazini tunazo zinazowahusu. Wa magharibi mwa Kenya wanasema wana siri ya kutembelea gym, na huko Pokot Magharibi kuna kilio cha kukosa chuo cha ufundi. Mbali na hayo, utasikia jinsi washukiwa wa kifo cha mbunge Charles Were wameanza kunyemelewa. Karibu, naitwa Louis Ongoi. Hii ni NTV Mashinani, kila siku nakwambia hii ni yako. Tuanze na vidokezo. Vijana wa mitaani kaunti ya Kakamega wamejitosa katika sekta ya wafanya biashara wa vyuma vikuu kusaka unga. Tutakujuza ni kwa nini wanaozaliwa na ulemavu hutelekezwa au kudhalilishwa katika kaunti ya Marsabit. Na video hii inadhihirisha kuwa ufanyacho mbele ya watoto huiga kwa ustadi mkuu. Ndo tukafunge hii leo. Mtazamaji wangu, hayo ni yetu ya mashinani, lakini kama ilivyo ada, moja kwa moja tuweze kuangalia yale yanayogonga vichwa vya habari kitaifa. Sasa mashirika ya kijamii yamefichua kuwa Wakenya 104 waliuawa na polisi mwaka jana. Wakati huo huo, Wakenya wengine 55 walitekwa nyara. Mashirika hayo yaliyokutana jijini Nairobi yametoa ripoti maarufu Missing Voices, ambayo ina lengo la kuisukuma serikali kuwajibikia vitendo vyake. Ibada ya wafu kwa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were imefanyika leo jijini Nairobi. Maafisa wa upelelezi DCI wakipata bastola 2 wanazozihusisha na mauaji ya mbunge huyo wiki jana na uhalifu mwingine hapa jijini. Maafisa pia wamewakamata washukiwa wengine 2, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kuwa baadhi ya mambo yanayojitokeza katika uchunguzi huo ni ya kutisha, kwani huenda yakawahusisha watu waliojukumiwa kumlinda mbunge huyo. Rais William Ruto amesema kuwa yuko tayari kuhakikisha waliotolewa katika msitu wa Mau watapewa fidia ya pesa ama kuoneshwa ardhi mbadala ya kuishi. Zaidi ya watu 15,500 walifurushwa msituni Mau ni mwaka wa 2019 ili kuwezesha uhifadhi wa vyanzo vya maji. Rais Ruto anamaliza ziara yake ya siku 2 leo katika eneo la Narok Kusini. Washukiwa 3 wa mauaji ya msichana wa umri wa miaka 17 Gal Adan Abdi wamepatikana na makosa ya mauaji katika mahakama kuu ya Garissa mbele ya jaji John Onyengo. Watatu hao wanaotuhumiwa kumchoma Gal kwa kukataa kuolewa na mwanaume mzee mwezi jana, Mohamed Kasim Tifoi, aliyefaa kuwa mumewe nduguye Musa Kasim Tifoi na mzee wa kijiji Dan Midago. Yanayogonga vichwa vya habari kitaifa. Sasa yetu ya mashinani ndo haya yanaanza rasmi, na vijana wa kurandaranda mitaani kaunti ya Kakamega wamejitosa katika sekta ya biashara ya vyuma vikuu mjini humo ili kujikimu kimaisha na vile kubadilisha mtazamo wa wengi kuhusu dhana ya kwamba kazi yao ni kuwasumbua wapita njia tu kwa kuombaomba. Hii hapa taarifa yake William Akosi inayotufungulia NTV Mashinani. Kama njia mojawapo ya kuweza kupunguza vijana wa kurandaranda mitaani wajulikanao kama chokora, sekta hii imeweza kuchukua jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba kila wakati inaajiri vijana hawa ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi. Mimi kwa majina kabisa naitwa Rashidi. Kabla nianze shughuli ya scrap nilikuwa ni hustler tu pia huko mjini.
Bala nikutafute mtu kama wewe nikunyonge, nikuibie. Hiyo ni mbaya. Afadhali ngangane na hapa. Kiona hivi nimeshika hii ni mali naenda pale kwa ofisi wanapatia yako 200. Shughuli hii inapoendelea, wengi wa vijana hao wameweza kupongeza hatua ya sekta hii kuweza kuajiri, wengi wakiweza kuelezea jinsi ambavyo wameweza kubadilisha maisha yao kupitia kwenye sekta hii. Walinipatia mkokoteni 2022 hapo hivyo. Nikaanza kufanyia kazi, nikapiga 2023 nikaendelea hivyo. Hadi sasa toka 2023 nikaamua hii maisha kama peke yangu sitaki. Nikaamua kutafuta mwanamume. Ingawaje serikali pia imelaumiwa pakubwa kwa kupiga vita sekta hii. Sasa ukishika vijana ama ukituzuia sisi na ukituwekea leseni ya juu, inalegesha uchafu kwa mazingira na pia inapunguza ajira. Serikali yetu imekuja sio kupitia kwa wale maafisa wetu wa DCI kuja kusumbua katika eneo letu ili ama sekta yetu hii. Unapata vijana wanaokota pale vitu zenye kama takataka pale imetupwa wanakuja wanauza, na inasababisha wanapata chai yao ama mkate wao kila siku na waibi mtu tena. Wetu kwa serikali tunaomba ile leseni ya scrap metals ipate kushukishwa chini sababu iko juu sana. Tumejaribu kupata success stories. Kuna wale wenye tumepeleka kwa shule, kwa secondary wako kama 14. Kuna wale wenye wako university sasa hapa Masinde Muliro wawili wanaendelea na masomo yao. So kuna takriban vijana kama 100-200 hapa. Lakini hii peke yake imesaidia vijana 50 na ambao wako hapa hawajawahi patikana na kesi. Kaunti ya Kakamega ni miongoni mwa kaunti ambazo zinaendelea kuandikisha idadi kubwa ya watoto wa kurandaranda mitaani wajulikanao kama chokora. Lakini mji huu ambao unaendelea kuandikisha idadi hiyo, wengi wa watoto hao sasa wameanza kutafuta vibarua katika mitaa na kuweza kufanya ili kuendeleza maisha yao. Nikiripotia NTV mashinani nikiwa kwenye kaunti hii ya Kakamega, jina langu ni William Akos. Sana William Akos, na bila shaka kazi nzuri kwa vijana hao, wamebadilika. Sasa sio chokora, wanafanya kazi, na hata mwingine amesema aliona asikae peke yake. Sasa yeye ni mume na baba. Tusonge mbele na desturi, mila na tamaduni za jamii nyingi za wafugaji kama vile Borana, Gabra, Rendile, Samburu, Burji na miongoni mwa nyingine huchangia watoto wanaozaliwa na ulemavu kutelekezwa au hata kudhalilishwa katika kaunti ya Marsabit. Sasa jamii hizi huamini kuwa ulemavu wa mtoto huchangiwa na laana kwa wazazi wake au watu kuoana kutoka ukoo mmoja. Jacob Walter ana maelezo zaidi. Mcheka kilema hata na kwao kipo, jinsi walivyosema wahenga. Hata hivyo, kwa jamii nyingi za wafugaji msemo huu haujakuwa na mashiko kutokana na dhana, desturi na mila zinazobagua watu wanaoishi na ulemavu. Most of them wazazi, they don't expect such children in their family, so they are not accepting if they have such children. So wanawaficha in terms of kuchekelewa au maybe some taboos are accept, lakini sisi tukiwaona we see them like hao pia ni watoto wa Mungu. Tume na Ali Ibrahim ni wazazi wa Ali Ibrahim Jr. aliyezaliwa na ulemavu wa uti wa mgongo, jambo ambalo linamlazimisha kuvaa nepi hadi katika umri wa miaka 11 sasa. Changamoto kuu inayowakabili wazazi kama hao ni unyanyapaa dhidi ya watoto wanaoishi na ulemavu miongoni mwa wafugaji, jambo linalochangia wazazi wengine kuwaficha watoto wao kwa umma, jinsi wanavyoeleza mzee Ibrahim na mkewe Tume. Mimi naomba kwa wajamii wetu waache hiyo fikra mbaya kusema wale watoto ambao wamezaliwa hivi ni laana. Hiyo sio laana, hii ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo msichukie wale wazazi ambao wako na watoto kama hawa. Mzee Dika Guyo ambaye mtoto wake wa kiume ameishi na ulemavu kwa miaka 12 sasa ni miongoni mwa wazazi wanaokumbana na fadhaa na unyanyapaa kutoka kwa jamii. Wakati ile mgonjwa amekamata miezi 6, nashinda kupeleka hospitali, mimi ni baba, mimi ni mama. Mimi naenda kibarua. Hata jumba hii naishi ni ya renti tu. Mwaka 2 hata pia hajalipa. Hawa Maislamu
hajakusumbua. Totoroba alianza kuonyesha dalili za maradhi ya kupooza kwa ubongo pamoja na uti wa mgongo, jambo lililochangia mamake kupatwa na maradhi ya kiakili na kuwa tahira hadi leo hii kwa makisio ya majanga yaliyompata mwanawe. Aidha, mtawa msimamizi wa makao ya watoto wenye ulemavu ya Fatima, Mary Karedan, anaeleza baadhi ya viini hasa vinavyochangia watoto kuzaliwa na ulemavu. While the mama is pregnant, if she, for example, if she get fear, if she fell down, and if she take more medicine, hata baba anataka kupiga yeye, baba is stranded, all of things will affect the children. Jacob Walter, NTV Mashinani, Marsabit. Asante sana Jacob Walter. Tunatumai jamii hiyo jamani itaweza kuhamasishwa na tuone mabadiliko. Siku nyingine tufanyie story ambapo hawa watoto wanakubalika, kukumbatiwa na kupendwa. Sasa mamia wakazi wa kaunti ya Meru wamejitokeza kupeana damu, ni kama njia moja ya kupigana na upungufu wa damu. Hafla hiyo ilikuwa imetayarishwa na serikali ya kaunti kwa ushirikiano na mashirika mengine, na kulingana na wasimamizi wa kituo cha kuhifadhi damu cha Meru, wanahitaji painti 17,000 za damu kila mwaka. Sam Wanyuike wa Meru ameandaa taarifa hii. Kutokana na uhaba wa damu katika kaunti ya Meru, serikali ya kaunti hii pamoja na mashirika mengine wametenga siku hii ili wakazi kupeana damu. Shakuwa na mgonjwa mwenye alikuwa anahitaji damu, na vile niliona support kwa watu kutoa damu ndio sistangu wasevike, ndio maana nimekuja siku ya leo kutoa damu. Nilitoa damu September, and then nikaambiwa niko na damu mingi kwa mwili, nimtoe tena after 3 months, which did not happen. From September ni leo tena nimekuja kutoa. Kusema kweli, this is not my first time to donate. I have done this severally. And I remember when I was working in Nairobi, that was back in 2021. We had an emergency whereby some of our officers were in dire need of blood. This is something I've been doing it out of passion. Kama 5 years ago, kama hata leo nimejipata tu niko town na nimeona kuna kama hii, sikuwa nimejua, nimeona poster hapa nyuma, so ndio nikaona sunguke town kidogo alafu nikuje nipeane damu. Nimekana ni mambo mingi sana imefanya nitusipeane damu. Kama unapeana damu, saa nyingine unasikia inapatikana Somali, saa nyingine sijui inauzwa pande gani. Mimi nitakuja hadi kupeana damu na najua wengine wameifanya biashara. Unaweza toa damu uko unasema wewe naenda kusaidia mgonjwa, unapata kwamba ile damu yako inaenda kuuzwa. Inakuwa ni chungu na ni jambo ambalo lina demotivate watu wengi, lakini mimi ningehimiza kwamba wewe mwenye kutoa damu tutoe kwanza, tusaidie ndipo ikuwe pale. Tulikuwa tunazungumza kwamba kuhakikisha kwamba serikali na zile jasusi ambazo zinahakikisha kwamba damu inalindwa vile inafaa na inatumika ipasavyo bila kuuzwa, zinafuatia sheria. Badala useme sitatoa sababu naogopa inde kauzwe. Tutachunga damu, mwenye anatoa damu anahakikishiwa usalama wake wa afya, na pia mwenye anapewa damu katika hospitali zetu tunamhakikishia afya yake itachungwa, kwa sababu kuna utaalamu ambao hii damu tukitoa inapitishwa. Kwa hivyo there is no risk of contamination. Wasimamizi wa afya wamesema hafla hii itaendelea katika kaunti mzima. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka hapa kaunti ya Meru, langu ni Sam Wanyuike. Asante sana Sam Wanyuike ametufungulia taarifa hiyo kwa kuwa mfano bora na kuweza kutoa damu kwanza. Tusonge mbele na shughuli za kukusanya maoni kuhusiana na mgao wa fedha za ustawi wa maeneo bunge yani NGCDF inatamatika leo. Sasa shughuli hiyo inayotekelezwa katika maeneo bunge yote 290 nchini inalenga kukusanya hoja za wananchi kukubaliana na wazo la kuweka mgao huo wa fedha kikatiba. Sasa mwanahabari wetu Macharia Mbogwa alitangamana na wakazi kutoka maeneo bunge tofauti na pia viongozi ambao wanaonekana kusifia mgao huo. Tazama. Wananchi wameweza kujitokeza kwa wingi katika kaunti tofauti na kutoa maoni yao kuhusiana na mgao wa fedha wa CDF, na hii hapa ni baadhi ya maoni yao. So inafaa tusomeshe na CDF ndio wale watoto wa Mbodosi wakiongea Nairobi tunaongea nao. Kwa hivyo wanaambia sasa secure this CDF bursary. Wakitaka kusumbua sana, wakishinda wabunge
mimi kama beneficiary ambaye niko kwa serikali, nituongoze vijana, twende kwa barabara, tuseme irudi. Toeni pesa ya Senate Oversight Fund. Hatutaki hata tuione hata kidogo. Na tunataka CDF iongezwe ili iweze kusaidia zaidi huko chini. Aidha, pia viongozi tofauti wamejitokeza kuelezea umuhimu wa mgao huo na pia ni lipi litakalofuata baada ya shughuli hii ya kukusanya maoni. Paumbele imepewa kwa wamama, watoto mayatima na pia wale walemavu, na wanaunga mkono mswada huu wakisema pesa ya CDF pia iweze kuongezwa. Yale maswala ama achievements of the NGCDF, which we are calling it now NGCF, ambazo zimetumika kujenga mashule zetu. Hii fund mara nyingi watu wanasema ni fund ya wabunge, lakini si ya wabunge. Yes, we are consulted. Baada ya shughuli nzima ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi, bunge linatarajiwa kufanya kikao ambayo itaamua hatma ya kuhalalisha mgao huu wa fedha wa CDF. Macharia Mbogwa, NTV Mashinani. Asante sana Macharia Mbogwa, mtazamaji wangu. Huyo ametoka katika kaunti ya Uasin Gishu. Kumbuka, kando na maeneo haya kadha wa kadha ambayo tunaangazia jioni ya leo, pia tuna ile mashinani yetu ya online. Tuchukue jumbe mbili kabla ya kuchukua mapumziko mafupi. Tunaye Pastor Njoroge, anasema leo Lois usikose kunitaja, niko ndani kutoka eneo la Githunguri mashinani. David Midunga naye pia anasema pia nami nitaje, anatuma salamu. Iriogi Gusi anasema yuko pamoja nasi kutoka Kisii Bobasi na anafuata taarifa. Asante sana, muendelee kuingia pale mashinani yetu ya online. Tuma jumbe 2-3 tuweze kujua, je, unafurahia hii NTV Mashinani ama tunakupotezea muda? Tuchukue mapumziko mafupi kidogo tu, lakini mambo ni mengi ikiwemo taarifa hii. Msongo wa mawazo umetajwa kuwa chanzo kikuu cha watu kujitosa gym. Tuna mengi kutoka Bungoma. Mtazamaji wangu, awamu ya pili ya NTV Mashinani, mwanzo kabisa ni kuwakaribisha wageni. Karibuni jamani, letu ni kuomba muendelee kutuagiza lenyu jicho na sikio hadi mwisho wa NTV Mashinani, alafu kisha wana mashabiki wangu sugu, wale ambao kila siku wanaungana nami katika NTV Mashinani, kila siku nawapata basamu nikisema asante sana. Tusonge mbele na msongo wa mawazo na magonjwa yanayotokana na hali ya maisha kama vile shinikizo la damu na ugonjwa wa kisukari ametajwa kuchangia watu kupenda kuzuru maeneo ya mazoezi almaarufu gym. Mwanahabari wetu Augustine Were alizuru baadhi ya gym kutoka kaunti hiyo ya Bungoma na anaarifu. Naam, shukrani sana Lois. Jinsi unavyoona niko katika kituo cha kufanyia mazoezi au gym ukipenda. Na tumepata kuzungumza na baadhi yao kuhusiana na sababu zinazowafanya waje kufanya mazoezi katika eneo hili. Na wengi wao ambao tumezungumza nao wanasema kwamba wanapokuja mahali hapa inawasaidia kuweza kufanya mazoezi na kuweka miili yao katika hali inayofaa ili kuweza kukabiliana na changamoto za magonjwa yanayotokana na vyakula ambayo wanayokula na pia hali ya maisha. Lifestyle diseases, toka kwa diabetes, toka kwa high blood pressure, toka kwa cancer, arthritis, vitu mingi, watu wengi wamekufa kwa hizi shida. Na ni rahisi tu watu wafanya mazoezi. Kuja kwa gym hizo vitu zote zitapungukiwa. Kuna watu wengi wamekuwa na shida mingi za akili, mpaka extend wanafika depression. Wale watu wenye wanahimizwa kuja kufanya mazoezi, inapunguza hii stress. Mazoezi ni muhimu sana kwa watu wote. Si ati mara wewe ni mzee, wewe ni mtoto, karibuni nyote mfanye mazoezi. Mara ya kwanza nilipokuja nilikuwa around 97 kgs. Right now I'm 87 kgs. In the course of 2022 nimewahi faint. Wakati nenda hospitali nikaambiwa I should check my BMI. Ilikuwa inawari kabisa. Si usema gym is therapy. Utakuja gym, utapata
ume dance, ume sweat. So unatoka hapo, ile stress yenye ulikuwa nayo at least imepunguka. Unapata kama wewe ni mkubwa, there's a challenge in getting clothes. Then nilikuwa nikitembea kidogo, like hata 200 meters, I just feel like na sweat, I'm feeling very uncomfortable, but with time, like say I can do hike, I can do swimming, like I can run. Zoezi hili linaendelea na unapata kwamba wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana wamejumuika mahali hapa ili kuweza kufanya mazoezi, kuwezesha miili yao iwe katika hali nzuri. Augustine Were, NTV kutoka kaunti ya Bungoma. Asante sana Augustine Were, tutazidi kupiga tizi. Na wakazi katika eneo bunge la Pokot Kusini ni kaunti ndogo ya Kipkomo katika kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamikia kuhusu kukosa chuo cha kiufundi. Ni baada ya chuo cha kiufundi cha Cheparere TTI kuporomoka wakati wa ujenzi. Sasa chuo hicho kiligharimu shilingi milioni 150. Mwanahabari wetu wa ukanda huo Oscar Kakai wa Masega anaarifu. Wakati chuo hiki cha kiufundi cha Cheparere kilipoanzishwa mnamo mwaka 2014, wakazi wa eneo hili walikuwa na wingi wa matumaini kuwa wangenufaika na chuo hiki pamoja na maendeleo kupatikana. Baada ya miaka 10, chuo hiki kinabaki kuwa na maporomoko tu. Ajabu kwamba college yetu ilipochengwa mpaka ikafika kiwango ikaanguka. Tuliposikia kwamba kuna fununi ati hapa ni chemichemi ya maji, hiyo ni uongo kubwa sana. Hakuna mahali iko maji hapa. Siku yenye walichenga TTI tulifurahi sana kama wamama. Tulisema shule imekaribia itakuwa mzuri ili tufanye na biashara yetu, ili tuweze tufanye biashara, ili nchi yetu nayo iende mbele. Alafu kidogo hii TTI ikaanguka. Tukasema nini sasa kwa hapa? Sababu hii mtu alichukua kandarasi alifanya mbaya. Hata machi yenyewe walichotea mapunda ama walichotea watu walichota. Kwa sababu hata hii kuchenga kwake aku level na kreda ni mkono ya wenyewe. Ndio sasa tunashangaa sasa hii shule wana level na mkono itakuache. Baada ya fununu kuchipuka kwamba chuo hiki kingehamishwa na kuenda kujengwa mahali pengine, wakazi wa eneo hili wanapinga swala hilo na kusema kuwa eneo hili sio chemichemi. Vile tekniko yetu ilianguka. Na tukiomba serikali kuu wakuja tusaidie, wafuatilie yale ambayo ilitendeka mahali hapa. Hiyo miaka zote mpaka sasa hatujapata report kama wakaaji mahali hapa. Hiyo ripoti ya kusema hapa ni chemichemi ya engineer ni ripoti uongo ya kudanganya serikali yetu tukufu. Swala ambalo serikali inatakiwa kuingilia kati na kuanza kujenga upya chuo hiki cha Cheparere. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Seneto katika kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega. Asante sana Oscar Kakai wa Masega. Nataka huyu ni mpe maua yake. Kuna bwana alituma ujumbe wiki jana akasema huyu Oscar Kakai wa Masega jamani anajitolea sana na anafurahia taarifa zake kutoka kaunti hiyo ya Pokot Magharibi. Kando na huyo bwana tuingie mashinani yetu ya online, tuchukue jumbe zingine 2-3 tuone mnasema nini na mkiwa upande gani. Tupate huyu anaitwa Onde Steven, anasema yuko pamoja nasi kutoka mashinani ya Kikuyu, Yoni County ya Kiambu. Gilbert Zakaria anasema tunakufuata kutoka Soweto maeneo ya Kayole, asante sana. Tony Oji anasema yuko pamoja nasi kutoka Bamburi Mombasa pamoja na mke wake Diva. Jamani msalimu sana mke wako si yetu. Tunayo baba Brayo pia naye kutoka Mombasa, kama kutoka Kandara. Gilbert Zakaria anasema yuko pamoja nasi kutoka Soweto. Kayole Evans Jaola kutoka Trans Nzoia. Asante sana kwa wengi ambao mmeweza kusema nasi pale mashinani yetu ya online. Hebu sasa tumalize na tukafunge. Na leo tunatazama ujanja na werevu wa watoto kuwaiga wavyele wao. Sasa somo ni kuwa kumbuka ufanyalo na afanyacho mtoto wako anakutazama na bila shaka atakuiga. Hivyo basi chunga aige mema. Kwa heri, naitwa Lois Ongoi hadi hapo kesho na kutakia utazamaji mwema wa taarifa zetu za NTV jioni na Cecilia wa kesho Madhuva, leo ikiwa ni awamu ya afya yako. Usiende mbali, tukafunge jamani.
Hola, cabrón.